wa Tanzania ni kuona linakuja baraza la mawaziri, waziri wa afya sio mtu wa kushinda tu ofisini. Na sasa viongozi wanaendelea kuwasili hapa. Waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, anayewasili hivi sasa ni Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Ndugai, akiwa amefuatana na naibu spika. Wote hao ndio wanawasili. Naibu spika anawasili hapa, anaambiwa nafasi yako hii hapa. Spika mwenyewe nafasi yake imepelekwa kule juu na naibu wake ameonyeshwa mahala pa kukaa. Amekaa pale naibu spika, amekutana pale na baadhi ya wageni wengine waalikwa, wakiwamo wabunge mbalimbali ambao wamekaa pale, kwa sababu kuna eneo la viongozi wakuu wa kitaifa na eneo jingine hili la viongozi wakubwa wa kitaifa, lakini madaraja yanatofautiana. Unaona hata mkuu wa majeshi yuko hapa kwenye wageni waalikwa ambao wako hapa chini, lakini wale wastaafu, jaji mkuu tumeona yuko kule kwenye jukwaa, eneo maalum kule, wakiwamo pia mawaziri wakuu wastaafu. Bila shaka pia kwa mujibu wa ratiba inavyoonyesha, rais wa Zanzibar na makamu wake wote wawili pia watakuwa na nafasi yao pale juu kama watatokea pia. Kwa sababu makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ni Maalim Seif Sharif Hamad, ambaye yeye pamoja na baadhi ya viongozi wengine, mawaziri wakuu wale wastaafu tulimsema hapa, Edward Lowassa na Frederick Sumaye, wote wale wako upande wa upinzani ambao wamekwisha kuwa na msimamo tofauti. Hapa kuna ni naibu spika huyu Dr. Tulia Ackson Mwansasu akibadilishana mawazo na wabunge mbalimbali wenzie hapa, na huyu ni mbunge Martha Mlata ambaye nitaka nianze na ile nini yake ile ya yeye. Amekuwa ni mmoja kati ya wabunge wasanii wa muziki, lakini yeye muziki wake ni wa Injili. Ni kweli kabisa. Bado shughuli kubwa ni ya kusubiri, na tujaribu kukumbusha kwamba utaona kwamba Manyerere, wakati ambapo waziri mkuu huyu anakuja kuwa waziri mkuu wa 11 baada ya mawaziri wakuu akiwemo Mwalimu Nyerere ambaye mwenyewe alikuwa waziri mkuu kwa muda mfupi wakati wa kipindi cha mpito cha kubadilisha mamlaka kutoka kwa mkoloni na kuhamia kwa wazalendo. Sasa akalazimika kushikilia kwa muda tu mwaka 61 mpaka 62 ambapo ilikuwa anashika madaraka ili tu aweze kuongoza serikali na kuunda serikali kwa ujumla wake. Ilikuwa kuanzia mwaka 60 kuelekea mwaka na mwaka 62, na baada ya pale sasa akachukua simba wa vita marehemu mzee Rashid Mfaume Kawawa, ambaye huyu alikuwa mmoja kati ya viongozi waliokuwa wa karibu sana na watiifu wakubwa kwa Mwalimu Nyerere. Na wakati tunasubiri kupata viongozi wengine ambao wanawasili eneo hili, waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, anayewasili hivi sasa ni makamu wa pili wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Balozi Seif Ali Idi. Anawasili akiwa amefuatana na mkewe, na wanakwenda kupanda pale juu ili waweze kwenda kuungana na viongozi wakuu wengine. Kama tulivyosema, waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, vile vile tunapenda kuwatambulisha uwepo kwa mke wa waziri mkuu mteule Mama Mary Majaliwa. Na wakati huu wabunge hawa nao ndio wamewasili, wengine waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, vile vile tunapenda kuwatambulisha kuwasili kwa Mama Fatma Karume. Naam, sasa anashuka rais wa Zanzibar. Waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, anayewasili hivi sasa ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Ali Mohamed Shein. Tumwache msemaji wa shughuli aendelee kutoa maelezo hayo, lakini ndio hivyo tena, amekwisha wasili na wanaongozwa pale na mwenye suti ya blue, ni mkuu wa mkoa wa Dodoma, Luteni mstaafu Chiku Galawa huyu. Ni mmoja wa chapakazi ambao taifa letu limeweza kuwa nao. Naam, shughuli ni ya kuendelea kupokea wageni waalikwa na wageni wengine wakuu wa kitaifa
ambao kila mmoja anakamata nafasi yake, na baada ya hapo itakuwa ni shughuli ya kumsubiri tu rais mwenyewe, ambao muda unazidi kusogea. Barwani, na viongozi wachache wamesalia kuwasili hapa. Yawezekana kuingia kwa rais wa Zanzibar kumondoa uwezekano wa kuwasili kwa makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar kabisa. Na maana yake lazima wageni wanaingia kwa protocol, ama tusema kwa hadhi, kwamba anaingia yule wa chini kidogo, anakuja wa juu yake mpaka mwisho. Na ndio sababu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ataingia mwishoni kabisa, na kuondoka anapaswa yeye kwanza kuondoka hapa, na wengine wataondoka. Yule wa mwanzo anakuwa wa mwisho anakuwa wa kwanza. Kwa hivyo ndio mambo yalivyo. Lakini shughuli kama hizi huwa zinanikumbusha mara nyingi kwa Rais Mugabe wa Zimbabwe. Maana yule sasa kawa ni babu siku hizi, sababu akifika mahali popote. Wakati fulani tulikuwa pale Mlungushi, Zambia, kwenye mkutano wa SADC. Basi viongozi wote wakawa wametoka ndani, wameenda nje pale kusubiri kwa ajili ya kupiga picha pamoja, lakini mzee Mugabe akabaki kule ndani kwanza akizungumza na mzee Kaunda. Kwa hiyo wale viongozi wote waliokuwepo pamoja na rais wetu wakati huo Mheshimiwa Kikwete wakasimama wote wakichungulia, macho yote akawa yameelekezwa ndani. Mzee yuko wapi? Alikaa kama dakika 15 ndo akatoka wakimsubiri, alafu hana wasiwasi. La, ndio mambo yanapokwenda. Wageni wanaendelea kuwasili hapa katika viwanja hivi vya Ikulu ya Chamwino hapa mkoani Dodoma. Wanawasili viongozi mbalimbali na wageni waalikwa, kila mmoja anaonyeshwa nafasi yake, kwamba wewe nafasi yako iko huku, mzee wewe kaa hapa, wengine wewe ni wa huku. Naam, wageni hawa wanazidi kuwasili, na nadhani wana familia sasa ile ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Ndio, naam, ni familia yake hii ambayo kwa mujibu wa maelezo yake mwenyewe anasema na wanafanana kweli wa watoto na baba yao. Unaona kabisa. Hauna sababu ya kwanza kutafuta kuuliza swali, hawa ni watoto wa nani hawa? Hii ndio familia ya waziri mkuu mteule ambaye anakuja kula kiapo punde tu. Ni furaha iliyoje kuona kwamba hafla tu baba amekuwa waziri mkuu. Naam, na hii inatoa changamoto kwa watoto hata wengine, kwamba baba kama kafikia huko, basi na sisi tufanye bidii katika masomo, katika nidhamu, katika weledi kwa ujumla wake. Usije ukaishi katika maisha ya kumtia fedheha. Japokuwa fedheha usimtie mzazi wako yeyote yule, lakini anapokuja kuwa ni kiongozi inabidi kuchunga zaidi mwenendo wako, kwa sababu na wewe unakuwa sehemu ya taswira yake. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mtoto anaweza akasema, baba wewe umekuwa waziri mkuu, mimi nitakuwa rais. Hiyo inatokea na tunashuhudia baadhi ya maeneo mbalimbali. Utakumbuka hata baadhi ya nchi kama Indonesia kule kumekuwa na viongozi ambao ni wa ngazi za kufuatana. Ufilipino kumekuwa na watu wanafuatana hivyo, na maeneo mengine kumekuwa na hali kama hiyo. Lakini kubwa zaidi ilikuwa ya Sri Lanka, ambako rais alipata kuwa mama, halafu mtoto akawa mama, alikuwa waziri mkuu, halafu mtoto alikuwa rais, kama unakumbuka vizuri. Wakati huo pia kiongozi mkuu wa kijeshi Solomon Bandaranaike, wakati ule mkewe akaja akawa waziri mkuu wakati huo, ambaye ni mama Sirimavo Bandaranaike, na mtoto wake akaja kuwa rais wa nchi. Huyo ni Kumaratunga, kama unamkumbuka vizuri, najua hujaweza kuwa hujamsahau.